Habari zenu wanafunzi wenzangu. Ninaitwa Mr. Friday Kasika, mwanafunzi katika shule ya Agro-Tourism. Niko hapa katika kuwakilisha mawazo yanapata mrejesho na kuboresha dhana ya kutumia zana za tathmini. Tukianza na kuhusu ufugaji wa nyuki. Nimeangalia kidogo katika, si mzoefu kwa sababu bado mwanafunzi. Nimeangalia kidogo katika wale nyuki wadogo wakati tukiwahamisha katika divide colony. Yaani maana yake kuwatenganisha colony ili kumultiply. Yaani unapogawanya colony na unajitahidi kuwaongeza wawe wengi. Katika mfano wa kwanza nilipoangalia tulivyofundishwa na mwalimu pale, nimeona kwamba uganishaji wake ule ni mzuri. Lakini je, tulikuwa na mayai mengi sana. Kama ukiingia katika pale katika nuclear utakuta kuna portions za mayai ambazo ndio nyuki wenyewe wanakuwa sasa au wanatengenezwa pale. Sasa tukaona katika mtazamo wangu binafsi, nimeona kwamba hawa nyuki ukiweza kugawanya ukapata mzinga tofauti ya miwili au mmoja, kama utachukua ule mmoja ambao upo na ukagawanyisha uwe wa pili, kwa hiyo utakuwa na mizinga miwili. Sasa tunataka tuwe na mizinga kama 4 au 5. Kitu cha kwanza nimeangalia, je, wale nyuki wanakuwa wana nta nyingi sana pale. Sasa wanapokuwa na nta nyingi sana pale katika ulinzi wao wa kuzuia na zile nta ambazo za kutengeneza zile poches wanaziita za kuweka asali. Kwa mtazamo wangu wa kwanza nimeona kwamba yule alikamua zile asali akaacha zile nta ndani. Sasa je, wale wakija tena wakirudisha wakijenga tena zile wakiongeza tena yale mayai wakiwa wengi wakijenga zile nta pale, haitaziba ile sanduku na wakose jinsi ya kuweka asali. Nikaona kwamba kwanza, kitu cha kwanza, kuna uvunaji wa asali. Unapokuwepo uvunaji wa asali na kuna uvunaji wa vile vile wa nini? Wa nta. Unapokuwepo na uvunaji wa nta, sasa ina maana kwa uwezo wangu na tathmini yangu nilipoangalia, unapotaka kugawanyisha zile wale watoto na kutengeneza mizinga yako iwe mingi, kwa kuangalia uwezo wa wale watoto wa nyuki na malkia wao, kwa sababu wao wanajitengeneza malkia wengine pindi unapomtoa malkia mmoja, au pindi malkia anapokufa huwa anatoka tena malkia mwingine. Umeona? Tugawanyishe mizinga iwe kama kulingana na layer top layer zetu, na kwa sababu sina uzoefu sana wa kujua kwamba nyuki wanaweza kutengeneza mayai kwa muda gani, lakini kama tuna nuclear kubwa na ina watoto wengi, tunagawanyisha sasa katika mizinga kama labda 5 kwa kuchukua pieces mbili na kusafisha ile nta yote kwanza, kwa sababu ya kupata nta yenyewe kama vile yani tunasema tunavuna nta, na pili kwa kuvuna asali, ili wale wakianza kufanya kazi wafanye kazi kwa speed, kama vile ndio wanaanza sasa kuanza kuzalisha upya. Pili, tatu, unakuwa unawapa nafasi wao kuwa huru na yani kuwa speed ya kutengeneza nini? Kutengeneza nta na asali. Nafikiri katika akili yangu na mawazo yangu ukiwa kama mwanafunzi, ingawa sina upeo mkubwa sana wa kuangalia kwamba je, inawezekana au itatusaidia vipi, lakini naona kama itatusaidia zaidi kuwapa uhuru katika ile mizinga wale nyuki, kuwa huru zaidi kuzalisha ile nta na kuzalisha asali. Kwa sababu nta iko ndani ya asali na nta inawasaidia wao ili kuweza kutengeneza asali. Nafikiri hili litakuwa linasaidia vizuri katika upande wa nyuki. Asanteni sana. Asante sana. Friday oye. Paka kieleweke, tarehe 23 mwezi wa 5 2025. Moto umewaka kabisa. Amen.